Katika maisha ya mwanadamu, kuna nyakati ambazo moyo hujaa maswali. Maswali yasiyo na majibu, machungu yasiyo na faraja, na maumivu yasiyo na mtu wa kuyasimulia. Lakini, vipi kama katika giza hilo, kuna rafiki asiyeacha? Rafiki anayesikia kila kilio. Rafiki anayejibu kila sala. Hapo ndipo inaanza historia ya wimbo Yesu Kwetu ni Rafiki. Mwandishi wa wimbo huu alikuwa mwanaume mmoja aliyeitwa Joseph Medlicott Scriven. Alizaliwa mwaka 1819, tarehe 9 mwezi wa 9, katika mji wa St. Patrick, Ireland, na kusoma katika chuo cha Trinity, Dublin. Alikuwa kijana mwenye ndoto, mwenye matumaini, mwenye mwelekeo wa maisha. Lakini maisha yalikuwa na mpango mwingine. Mwaka 1840, Joseph alipanga kufunga ndoa. Ndoto zilikuwa zimekomaa. Furaha ilikuwa karibu. Maisha mapya yalikuwa yanamgoja. Lakini siku chache tu kabla ya ndoa, msiba ulitokea. Mchumba wake alizama majini na kufariki. Ndoto zikavunjika. Moyo ukapasuka. Maisha yakabadilika. Kutokana na tukio hilo, Joseph alihama kwenda Canada mwaka 1844, akianza maisha mapya ya ualimu. Alijitolea kuwahudumia watu. Aliwatumikia maskini. Aliwatembelea wagonjwa. Aliwafariji waliovunjika moyo. Lakini moyoni mwake maumivu bado yalikuwepo. Kwa mara nyingine tena, Joseph alipata mchumba. Alitumaini labda safari ya maumivu imekwisha. Lakini tena, kabla ndoa haijafungwa, mchumba wake wa pili alifariki kwa ugonjwa wa nyumonia na kuzikwa katika ziwa lenye barafu. Maumivu yakarudi. Upweke ukaongezeka. Moyo ukachoka. Wakati huo huo, mama yake huko Ireland alianza kuugua sana. Joseph hakuwahi kuwa na uwezo wa kusafiri kwenda kumwona. Hakuwa karibu naye. Hakuweza kumshika mkono. Hakuweza kumfariji ana kwa ana. Lakini alikuwa na kalamu na alikuwa na imani. Akimwandikia mama yake barua, Joseph aliandika maneno yaliyotoka moja kwa moja moyoni. Yesu kwetu ni rafiki. Tukiomba kwa Baba yetu, maombi asikia. Maneno haya hayakuwa mashairi ya kawaida. Yalikuwa kilio cha moyo. Yalikuwa ushuhuda wa maisha. Yalikuwa sala iliyogeuzwa kuwa wimbo. Mwaka 1855, maneno haya yalipewa kichwa Omba bila kukoma. Baadaye, rafiki yake alipoyaona maandishi hayo, aliyachukua, akayachapisha katika jarida la Kikristo. Hatimaye, yakawekwa katika mfumo wa wimbo kamili. Ndipo dunia ikaanza kuimba Yesu kwetu ni rafiki. Wimbo huu ukaenea, ukavuka mipaka, ukavuka vizazi, ukavuka mataifa, ukawa faraja kwa wagonjwa, ukawa tumaini kwa waliokata tamaa, ukawa mwanga kwa waliokuwa gizani. Lakini vipi kuhusu mwandishi wake? Baada ya miaka mingi ya huduma, unyenyekevu na kujitoa kwa wengine, mwaka 1866, tarehe 10 mwezi wa 10, Joseph alipatikana amefariki kwa kuzama katika ziwa Rice, Bewdley, Ontario, Canada. Aliaga dunia bila mali nyingi, bila umaarufu mkubwa, bila sifa za kidunia.
lakini aliacha kitu cha thamani kuliko vyote: urithi wa imani. Leo, kila mara tunapouimba wimbo huu, tunamkumbuka mtu aliyepitia maumivu makubwa, lakini hakumwacha Mungu. Mtu aliyepoteza wapendwa wake, lakini hakupoteza imani. Mtu aliyepitia huzuni, lakini alichagua sala. Na ujumbe wake bado unasikika. Katika shida, omba. Katika huzuni, omba. Katika upweke, omba. Kwa sababu Yesu ni rafiki wa kweli, na maombi hayapotei bure. Wewe ni wa pekee. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kutoa maoni yako.